mpendwa na rafiki yangu, ni kukaribishe katika somo la wiki hii la mwongozo wa kujifunza maandiko matakatifu. Na somo la wiki hii linasema Yoshua wa kweli. Yoshua wa kweli. Kama kuna somo la muhimu katika kipindi hiki cha siku za mwisho, ni somo la wiki hii. Litakusaidia wewe na wengine wengi ambao wamemezwa na upotofu wa kuyagawa maandiko. Leo tunakwenda kuangalia somo linalosema Yoshua wa kweli. Yoshua wa kweli. Hebu tuombe. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya Yesu ambaye ndiye Yoshua wa kweli. Asante kwa kuruhusu niweze kushare maneno mazuri haya na mtoto wako huyu. Maana ninaamini mwisho wa neno hili maisha yake hayatakuwa ya kawaida tena. Katika jina la Yesu. Amen. Kitabu cha Yohana 5:39 mpaka 40. Yesu aliwahi kuwaambia wale Wayahudi ya kwamba mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani ninyi mnao uzima wa milele ndani yake. Alafu akasema kitu cha msingi sana. Akasema hivi, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Yaani hayo maandiko mnayochunguza mbona mnadhani yatawaokoa, lakini mnanipinga mimi Yesu. Hayo maandiko ndiyo ambayo yanonifunua na kunishuhudia mimi. Tena akatoa na onyo mwisho, akasema wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Niseme nini mpendwa? Katika somo la leo tunakwenda kuangalia maandiko matakatifu mwanzo mpaka Ufunuo yameandikwa kwa ustadi wa viwango vya juu sana, kiasi kwamba kila sentensi ndani ya maandiko matakatifu ina uhusiano na nyenzake katika network ya kiroho yenye uzito wa ajabu sana. Na ukiunganisha hizi wanasema hivi vipande vidogo vidogo vya sentensi vya maandiko matakatifu, tunakuja kupata mpango mzima wa wokovu wa mwanadamu. Sasa, ili Mungu aweze kushughulisha akili zetu, tuweze kuwa spiritually bright, tuwe na akili kiroho, ameitandaza Biblia na maandiko matakatifu katika mfumo ambao unaposoma kitabu kimoja cha Agano la Kale kinafungua nati za akili yako na kukuandaa kupokea ukweli mkubwa na mzito ambao umefunuliwa zaidi katika Agano Jipya. Ili kushughulisha akili zetu, Mungu alituwekea mifano halisi. Kama ukielewa mifano hii, ni rahisi sana kujua ukweli mkubwa na mzito wa Mungu wa sasa, na utakuepusha na majanga ya usahaulifu wa kweli nyingi za Biblia. Somo la leo linasema Yoshua wa kweli. La wiki hii kimsingi, sio la leo, maana tunaangalia ni muhtasari wa masomo ambao ulipaswa kuyasoma kwa muda wa wiki nzima. Tunakwenda kuangalia Yoshua tunayemsoma tangu tumeanza miezi hii mitatu, na halisi ambaye tunakwenda kumfunua leo. Utagundua kumbe stori zote hizi tulikuwa tunajifunza zinatuleta hapa kwa Yoshua wa kweli. Kwa Yoshua wa kweli. Nisisitize, kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:11 kinasema, basi mambo hayo yaliwapata kwa jinsi ya mfano, yakaandikwa kutuonya sisi tuliofikiriwa na zamani hizi. Mambo yapi? Mambo yote ambayo tumeyasoma katika kitabu cha Yoshua yalikuwa ni mambo halisi, lakini yamerekodiwa kwa mfano ili aweze kutuonya sisi. Leo wiki hii
tunakwenda kujifunza kitabu cha Yoshua kama mfano wa mambo halisi ya Agano Jipya ya kanisa wakati wa sasa na wakati Yesu anapokuja mara ya pili. Kama ilivyokuwa Kanaani ni mfano wa nchi ambayo Yesu anatuandalia huko mbinguni, ndivyo ambavyo Yoshua alikuwa mfano wa Yesu, na ndivyo ambavyo Kanaani ilikuwa ni mfano wa nchi yetu ambayo Mungu ametuandalia. Dini nyingi zimeibuka. Nilikuwa nafuatilia wanazuoni wiki hii mbalimbali, wanasema moja ya sababu ya Wakristo wengi wamekuwa shalo na maandiko matakatifu ni kutokujua somo ambalo tunajifunza wiki hii kuhusu typology au typolojia au uainishi au mfano, kulinki Yoshua, Yesu na wokovu wako. Ukishindwa kulinki hivyo, itakusababisha uwe ni Mkristo wa juujuu. Upepo utakapopita, anasema winds of doctrine, upepo wa maarifa na mafundisho potofu utakapopita, unakutwa hauna mzizi wa maandiko. Maana Ukristo wetu umekuwa ni wa juujuu, wa kuokotoleza tu vitu. Haujui jinsi ya kulinki Mwanzo, Kutoka, Walawi, Kumbukumbu la Torati, Yoshua na Mathayo, Luka, Marko, Ufunuo na hadi Yesu anapokuja mara ya pili. Katika somo la leo tutakuwa na maeneo makubwa manne ya kujifunza. Eneo la kwanza linaitwa typolojia ya Biblia au uainishi wa Biblia. Maana ya typolojia ni nini? Ni ya msingi sana mambo haya uyafahamu mpendwa. Typolojia ni neno la Kiingereza ambalo ni typology, ambalo ni kama ambavyo unasoma biology. Hiyo maana yake ni somo. Type maana yake ni typos. Typos kwa lugha ya asili, ambao typos maana yake ni likeness, yani kama kuunganisha. Kwa hiyo tunakwenda kusoma mfananisho wa mambo mawili, ya mambo yaliyokuwa Agano la Kale na mambo yaliyokuwa Agano Jipya na mpaka wakati sasa, na kupata maana ya vina ya kiroho kutoka kwenye mambo hayo. Na hatuendi kujifunza kila kitu katika Agano la Kale tulinki na Agano Jipya tupate tunachokitafuta. Tunakwenda kujifunza kuhusu Yoshua tu na mambo yake. Typolojia maana yake ni nini? Ni tafsiri maalum ya watu, taasisi au matukio halisi ya Agano la Kale yanayomuonyesha Yesu, au matukio halisi ya Injili mpaka kuja kwa Yesu mara ya pili. Lakini naomba niseme maana nyingine ya kina ya typolojia au uainishi au mfananisho wa matukio halisi ya Agano la Kale na matukio ya Yesu mpaka leo tulipo, mpaka anapokuja. Tunasema ni njia ya Mungu kuweka blandi zake ubongoni mwetu ili tusikwepe matokeo ya ukweli mkuu tunaotaka kuelewa. Yako mambo Mungu anataka kutufundisha, lakini ameamua kuyajengea msingi kwenye Agano la Kale, alafu tunakuja kuna ya linki na Agano Jipya, alafu na ya linki tunayaunganisha samani na maisha yetu ya sasa na Yesu anapokuja mara ya pili. Sasa tunakwenda kuangalia mfanano wa Yoshua na Yesu na maisha yetu ya sasa. Tumetoka tukusoma kama story, tunakwenda kwenye mfanano, ambao mfanano huu ndio tunaita uainishi au typolojia. Kabla tujaenda kwenye mengine mengi, kulinki Yoshua na Yesu na sisi na Yesu anapokuja mara ya pili, jambo la kwanza, majina yao. Katika kitabu cha Hesabu 13:16, Musa anambadilisha jina Yoshua. Alikuwa anaitwa Hoshea, anamuita Yoshua. Sasa Yoshua ni jina la Kiebrania.
Yoshua kwa Kigiriki ndiye anaitwa Yesu. Yaani jina Yesu ndio jina Yoshua. Kwa utagundua Yoshua wa Agano la Kale ndio mfano wa Yesu wa Agano Jipya. Maana neno Yoshua ni Lord is salvation. Na Yesu alikuja kutupa wokovu. Kwa nataka tuende taratibu, tuunganishe vitu viwili. Kwa hii sehemu ya kwanza tulikuwa tunaangalia uainishi au typology, kitendo cha kulinganisha matukio ya Agano la Kale hasa ya Yoshua na matukio ya halisi ya Yesu, na tunakwenda kukokotoa mafunzo makubwa ya kiroho yanayoweza kutusaidia na kutujenga katika siku hii ya leo. Sasa tunaenda nalo tatizo letu, tunalipunguza. Ufahamu wetu tunaupunguza tunapozidi kuzama. Tumeangalia maana ya jumla. Kipengele cha pili tunakwenda kuangalia Yoshua kama mfano. Yoshua kama mfano. Tuko kwenye story, tunaenda kwenye ukokotozi wa maandiko matakatifu kwa kulinganisha mambo. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 15. Anasema, Bwana Mungu wako atakuondoshea nabii miongoni mwa ndugu zako, kama nilivyo mimi, msikilizeni yeye. Hapa ni Musa anawaambia wana wa Israeli kwamba Bwana Mungu wako, Mungu wenu, anakwenda kuibua nabii mwingine kama nilivyo mimi. Kama mlivyonisikiliza mimi nilipokuwa nikiongea na Mungu, mumsikilize na yeye. Ili fungu wa kwanza kabisa linayemuhusu ni Yoshua. Lakini Yoshua anachukua sehemu ndogo sana ya huyu nabii anayezungumzwa. Katika mfanano wa leo tunakwenda kuangalia nabii anayezungumzwa hapa alikuwa anamaanishwa Yoshua, lakini anaenda navuka Agano la Kale anaingia Agano Jipya, unamkuta Yesu mwenyewe. Kama tumemfananisha Yoshua na Yesu. Hauwezi kumtofautisha Yoshua na Yesu katika huduma zake. Sehemu hii ndogo ya pili tumeangalia kwamba Mungu alipomuongoza Musa awaongoze wana wa Israeli kuvuka Misri kwenda jangwani, kijiti hicho alimpa Yoshua kuwaongoza wana wa Israeli kutoka jangwani kwenda nchi ya ahadi. Kijiti hicho aliyekuwa na wapa hicho kijiti, Mungu mwenyewe, Emmanuel, Yesu Kristo, Mungu pamoja na wanadamu, alikuja akakibeba mwenyewe. Kwa Musa, Yoshua, Yesu. Sasa ili tuelewe kwa kina, tumemuona Yoshua kama ni mtu ambaye alibeba tu mikoba ya Musa, ambaye alikuwa ni uwakilisho wa Yesu. Kwa hiyo Yoshua halisi, Yoshua wa Agano la Kale, alipigana vita, akaleta ushindi, na kila alichokifanya kilikuwa kinamwakilisha Yesu. Leo tunajifunza Yoshua halisi mwenyewe ni nani? Ndio kipengele chetu cha tatu. Yoshua halisi, Yoshua wa kweli, ambao ndio mzizi wa somo letu. Ni nani? Isaya 49 mstari wa 8. Bwana asema hivi, wakati uliokubalika nimekujibu, na siku ya wokovu nimekusaidia, nami nitakuhifadhi. Nitakutoa uwe agano la watu wangu, ili kuinua nchi hii na kuwarithisha urithi uliokuwa ukiwa. Sasa tunaenda kwenye Yoshua halisi. Utagundua baada ya Yoshua kuvuka mto Yordani kuingia kwenye nchi ya ahadi, alianza ibada. Tulisoma ibada katika eneo la vita, alafu akaanza mchakato wa kupigana vita
huku Mungu akiwapigania, wakiteka maeneo na kuyarithi. Kitabu hiki cha Isaya, Isaya anatabiri kuhusu Yoshua wa kweli ambaye ni Yesu. Kwa utagundua kila tukio ambalo Yoshua alilifanya, Yesu alilifanya katika uhalisia vile vile, na alilifanya kwa ajili yangu mimi na wewe tuweze kupata upeo mkubwa wa kupata baraka za Mungu, na sio zile za mpito za kina Yoshua. Hizi tu baraka za milele, eternal blessings. Sasa basi, tunaona Yoshua wakati anatoka Misri alikuwa na miaka 40. Amekaa jangwani miaka 40. Baada ya kubatizwa anakaa siku 40 jangwani. Baada ya siku 40 anaanza mchakato wa kuteka nyara mamlaka za adui na kuwaachia watoto wake waweze kuwa huru. Lakini pia tunaona dunia hii yote inafananishwa na jangwa. Yesu baada ya kufufuka anakaa siku 40 katika jangwa la dunia hii, kisha ananyakuliwa kwenda mbinguni kwa ajili ya kutuandalia mahali bora. Kwa utaona alichokuwa anakifanya Yoshua ilikuwa ni mfano wa kile ambacho Yesu alikuja kukifanya. Lakini tunaona ili Yoshua aanze mchakato wa vita vya kuteka eneo la ahadi, ili mgharimu kuvuka mto Yordani. Ili Yesu aanze mchakato wa ukombozi wa mwanadamu baada ya kukaa kimya kwa miaka karibu 27 hivi, tunaona Yesu anaingizwa kwenye mto huo Yordani akibatizwa, sauti kitangaza kwamba huyu ndio mwanangu mpendwa. Ndani ya mto huo ambao Yoshua aliuvuka, ndipo anaanza harakati za mpambano ya uso kwa uso na majini, mapepo, nguvu za giza, mpaka katika msalaba wa Calvary, na anazivua mamlaka za adui na kutangaza ushindi wa teritori ya kiroho ya watoto wake wote. Utagundua Yoshua wa kweli ni Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wako. Kwa utagundua unaposoma kitabu cha Yoshua lazima usome kwa mtazamo wa kumuona Yoshua wa kweli akiwa ndiye kiongozi wa maisha yako. Sasa basi, tunaona Yoshua anamaliza mission yake kwa ushindi mkubwa wa kuteka nyara maeneo yote ambayo yalikuwa yako chini ya adui, wale waliokuwa wanaitwa Wakanaani. Hata Yesu anapomaliza huduma yake ulimwenguni hapa, anamaliza kwa kishindo kikubwa cha kumshinda adui Ibilisi kwa ushindi mkubwa. Tena siku za mwisho, kitabu cha Yohana 12:31 anasema, sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Siku chache zilizofuata Yesu alikufa akafufuka. Kwa mujibu wa kitabu cha Wakolosai anasema alizivua mamlaka, akazifanya kuwa mkogo. Mamlaka za kale ka Bwana kalikuwa ni kaadui ka watoto ka wandugu zake sisi ambao tulikuwa tumefungwa na yule adui. Akazifanya kuwa mkogo, si kitu, akaziaibisha katika msalaba huo, akashangilia katika msalaba huo, wokovu mkubwa. Kwa unaona ushindi alioupata Yoshua ulikuwa ni reflection, ni mwangwi, ni mfano wa ushindi halisi ambao Yesu aliuleta. Tumesoma kitabu cha Isaya kama unakumbuka, Isaya 49:8 inamaliza kwa kusema, huu ni unabii juu ya Yesu, kwamba huyu Yesu atakuja kutuinua katika nchi na kurithisha urithi uliokuwa ukiwa. Ni urithi gani uliokuwa ukiwa? Mwanadamu alipomwasi Mungu, ndani yake akabaki mkiwa. Uwezo wake wa kustahimili kiroho ukaondoka. Ukiwa wa mwanadamu unapaswa kujazwa na ujio wa Yesu katika maisha yake. Kwa tunaanza kurithi urithi wa portion zetu, wa viwanja vyetu vya kiroho, na tunakuja kurithi hivi karibuni Yoshua wa kweli, Yesu Kristo anapokuja, tunapoenda kuishi katika ile nchi mpya. Anasemaje huyu Yesu akilinganisha
mchakato wa Yoshua aliyeingia katika nchi ya ahadi na kukatakata vipande kama urithi wa makabila ya Israeli, na sisi ambao ni uzao wa Ibrahimu kiroho, ambao ni Waisraeli wa kiroho, je, kuna uhusiano gani? Waefeso 1:3 alafu na mstari wa 10 tena. 3 anasema, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Kama ambavyo wana wa Israeli waliofika katika ile nchi ya ahadi walipata ile baraka chini ya Yoshua ya nchi ya ahadi, ya kula ile matunda, ile inasema nini, unono, maziwa na asali, ambayo ilikuwa ni mfano wa mazuri na manono na masafi ya nchi ya ahadi. Tunapompokea Yesu, tunakuwa tumepokea ushindi mbora kuliko ushindi ambao Yoshua aliwapa wana wa Israeli, na tunakuwa ni warithi wa baraka zote za Mungu za rohoni tukiwa hapa duniani, lakini pia tunasubiria zile bora zaidi ambazo wanakuja mara ya pili. 11 anasemaje? 10 anasemaje? Yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumuisha vitu vyote katika Kristo, na vitu vya mbinguni na vitu vya duniani, naam, katika yeye huyo. Tulitaka na 11 bana. Tulitaka na 11. Na 11 anasemaje? Yoshua 1. Samahani kidogo. Yoshua 1. Kuna kitu hapo nataka tukiseme. Na samahani, kitabu cha Waefeso 1:11 anasemaje? Anasema hivi, na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi. Ndani ya Kristo sisi tunafanywa urithi. Ndani ya Yoshua wa Agano la Kale, wana wa Israeli wote walifanywa kwa warithi wa nchi ile, na sisi ndani ya Yoshua wa kweli, Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunafanywa kwa warithi wa vitu vyote ambavyo vimewekwa chini ya Yesu katika ulimwengu wa roho, na hivi karibuni vinaenda kuwa halisi katika maisha yetu. Sikiliza sasa. Huku tukichaguliwa tangu awali sawa sawa na kusudi lake yeye, ambayo kwayo hufanya mambo yote kwa shauri ya mapenzi yake. Sasa naomba niseme kitu hiki hapa. Niseme kitu hichi hapa, kwamba popote mtu anapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wake, anafananishwa na wana wa Israeli walioongozwa na Yoshua kuvuka mto Yordani na kuingia katika nchi ya ahadi na kushinda vita vyote katika ile nchi na kukamata ule urithi na baraka zote za nchi ambayo aliahidiwa. Sasa alifanya hivi kama mfano. Sasa tupo kwenye uhalisia. Tunapompokea Yesu, tunapokea Yoshua wa kweli, ambaye anatufanya kwanza kuwa warithi wa baraka zote za rohoni. Pili, anatufanya sisi kuwa washindi katika kila changamoto na vita vya dunia hii, lakini anatupa uhakika wa kurithi mazuri ya Mungu ambayo tunayatarajia hivi karibuni atakapokuja. Kwa tunakuwa kama Petro, tutakula vya duniani hapa japo ni kama temporary tu, lakini tunasubiri permanent goodness, uzuri wa kudumu wa Mungu ambao ameandaa kwa ajili ya watoto wake. Na wewe nakusii, kama bado umechelewa kuingia kwenye uunganishwaji na Yoshua huyu wa kweli, fanya haraka, unamisi mambo mazuri. Jambo la mwisho, Yoshua kama aina ya kanisa. Yoshua kama aina ya kanisa. Tunaona Yoshua anaongoza wana wa Israeli kuvuka mto Yordani na kuingia katika nchi ya ahadi. Anapofika hapa, anafanya ibada kidogo kama tulivyosema, lakini anapigana vita vikali sana na watu wa pale, na anashinda kila vita kwa Mungu aliyekuwa naye. Hili tukio hili linakuwa ni mfano wa namna Yoshua wa kweli aliyeshinda mauti na kuzivua mamlaka za adui katika msalaba wa Kalvari, Yesu Kristo Mungu wa miungu, anavyoliongoza kanisa
katika vipindi mbalimbali linavyopitia. Naam, kuna vipindi 7 limepitia. Na hivi karibuni kanisa la Mungu wa kweli linaloshika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo linakwenda kupitia kipindi cha vita vikali, maana adui anajua akiwakosa hapa atawapata tena. Lakini tunapata matumaini. Tunaye Yoshua wa kweli ambaye ni Yesu Kristo, ambaye pamoja na mazuri ambayo anatufanyia ametupa pia na silaha ambazo tutakuwa tukishirikiana naye nazo kuangamiza kila kaupinzani na kila ugumu ambao atauweka mbele yetu tusifikie kusudi la kurithi ile nchi mpya ambayo Mungu ametuandalia. Waefeso 6:12. Tunaona soma sana Waefeso kwa sababu Yoshua partner wake kwenye maandiko matakatifu ni kitabu cha Waefeso. Waefeso 6:12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunaposema kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, maana yake tunatoka kwenye aina ya vita vya Yoshua wa kale, tunaingia kwenye aina ya vita vya Yoshua wa kweli. Katika Yoshua wa kweli tunagundua ya kwamba tupo katika vita. Yoshua alikuwa anapambana wakina Ogu, wale mfalme wa Sihoni, wale watu wa Bashani, yale majitu makubwa, mandugu yake Goliati, na wakayashinda yote. Hata sisi katika ulimwengu wa roho kuna ranks ya majenerali wa ufalme wa giza, kuna ranki ya maraisi wa ufalme wa giza, kuna ranki ya wafalme mbalimbali ambao lengo lao ni kukomesha uhakika wako wa kuingia katika ufalme wa Mungu. Sasa ufanyeje? Tunajifungamanisha na Yesu wetu ili Bwana asije apata hata nukta ya kukomesha na kukwamisha safari yetu. Kwanza nataka nikuhakikishie, ukiwa ndani ya Yesu, shetani ni adui aliyeshindwa na kufilisika. Ndani ya Yesu, Biblia inasema ametupwa nje kwenye maisha yetu. Ndani ya Yesu, huyu bwana mdogo anaitwa adui yake kajamaa ka Ibilisi ni kama mbwa aliyeng'olewa meno yote na katwa kucha, analuka hata kulamba, lakini hana cha kukudhuru. Yesu anasema hakuna hata unywele mmoja utakuja kupotea kwenye maisha yako. Pengine akasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka na kila namna hivi jamaa na kazi zake ule bwana adui, wala hakuna wa kukushinda. Yoshua anasema, Mungu anamwambia Yoshua, ambaye na wewe pia unasimama nafasi hiyo pia kama mfuasi wa Yoshua wa kweli Yesu Kristo, kila mahali utakapokanyaga nitakupa. Alafu anasema hakuna atakaye kuweza siku zote za maisha yako. Kwa nini? Aliye ndani yako hawezekaniki. Ni Yesu Kristo ambaye ameshinda, vitu vyote amevifungamanisha katika yeye. Hakuna kilicho juu yake. Kila goti kwake linapigwa. Huyo ndio Yesu wako, Yoshua wa kweli. Usije tu kwa mfuasi wa dini hivi, lakini Yoshua wa kweli umfaidi. Urithi wa watakatifu wa sasa wa rohoni haufaidi. Baraka za rohoni hauzifaidi. Lazima ujifunze kumfaidi Yesu wako, Yoshua wa kweli aliyekuokoa. Waebrania 4 mstari wa 9 mpaka 11. Kwa habari ya kanisa anazungumza, anasema basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Basi tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Hapo juu alianza kwa kusema Yoshua, kama angechanganyikiwa kidogo tuseme,
angewapa siku nyingine, lakini akawapa ile ile. Kwa nini? Yoshua alikuwa ni mfano wa Yesu. Na anaposema imesalia raha ya Sabato, sasa hapo kuna maana mbili. Sabato kama siku ya ibada ambayo Mungu alimtengea mwanadamu akaandika katika amri 10 ni nini? Ni ishara ya nje ya pumziko la ndani la uwepo wa Yesu ndani ya mtu huyo. Na ndio maana mara ya kwanza Sabato kusemwa ya siku hii ilisemwa wakati ambapo hakuna dhambi wala mwanadamu hajaasi. Manake Adamu ambaye alikuwa ndani yake na pumziko la kuweko kwa Yesu katika maisha yake kabla ya dhambi, Yesu alimpa Sabato ishara ya nje ya pumziko. Na ndio maana anasema, Biblia inasema ukianzia pale juu mstari wa 3, 4, tumeanzia 9, 8, Yoshua asingeliwapa siku nyingine, maana itabaki kuwa a mark of God's authority. Ni alama ya mamlaka ya Mungu, ya uwezo wake Mungu kuzivua nguvu na mateso ya adui ndani ya mwanadamu kupitia mauti ya Yesu Kristo, na kumfanya kwa mwanadamu huru dhidi ya kila mateso na manyanyaso ya adui. Kwa atasherekea kwa nje, lakini kwa ndani. Ndio maana nasema anayesema yeye ni anaitunza Sabato, kama anatunza Sabato kwa nje lakini ndani yake anateswa na adui, huyu bado ni mtu mpagani mchanga kiroho. Ndani na nje vinapaswa ifuatane, lakini inaanza ndani. Ndio maana Yesu akasema katika siku za mwisho nitaziandika amri zangu ndani yao. Na ndio maana akasema amri zangu sio nzito wala sio mzigo, ikiwemo ile ya Sabato. Sasa ndio maana anasema Yoshua aliwapa Sabato, imesalia raha ya Mungu kwa watu wake. Hii raha anasema anatupa pumziko la ndani kabisa kabisa, la kiroho, la kisaikolojia, la kiakili, dhidi ya kila mateso na manyanyaso ya adui. Kila mateso na manyanyaso ya adui. Tunaishi katika kipindi ambapo tunapitia katika vita vikali dhidi ya falme, mamlaka na majeshi yasiyohesabika ya kale Bwana kalikoshindwa katika msalaba wa Kalvari. Lakini rafiki, nataka nikutie moyo, katikati ya haya yote haya, Bwana ametoa bure pumziko la ndani ambalo ni uhakikisho wa ulinzi wa kiungu katikati ya kila pambano. Na ndio maana mafunuo matakatifu yanaonyesha, kusoma kitabu kinaitwa Acts of the Apostle kilichoandikwa na nabii mwanamke anaitwa Ellen G. White, na masimulizi mengine ya kimaandiko, kitabu anaitwa The Martyrs, kinazungumzia wafu wa kidini waliokufa miaka ya zamani. Anasema siku ile Paulo anaenda kukatwa kichwa na shoka na majamaa makenanero, wale magaidi ya Kirumi. Anasema uso wake was radiant, ulikuwa unang'aa, unawaka, tena mwenye tabasamu na furaha kubwa, kana kwamba anakwenda kupewa zawadi, kumbe alikwenda kutolewa kichwa apumzike katika mauti. Kwa nini? Kazi ameimaliza, mwendo ameumaliza, lakini ndani yake ana pumziko kubwa la Yesu ambao liko juu ya kila hofu ya kifo, juu ya kila hofu ya kuishiwa. Na bado katika maisha yake ya nje, ukisoma 15 Matendo ya Mitume 16 pale alikutana, alikuwa bado anapumzika pumziko la Sabato. Siku ya Sabato akachukua wale wanawake wakina Lydia, wasomi na watu wajuzi wa mambo ya zambarau na watu wenye akili nyingi katika huko Ulaya Mashariki, wakaenda kumwabudu Mungu siku ya Sabato. Siku ya Sabato kwa nini? Ni sherehe ya nje ya pumziko la ndani la Yesu. Alikabili kifo na akapumzika katika mauti bila wasiwasi yoyote. Kwa nini? Katikati ya mikiki ya dunia hii na majaribu ya adui ya kukufanya uwe wa kawaida na kukufanya uteko uanguke, kama ambavyo Yesu alipokuja mara ya kwanza, adui alituma mashambulizi makali sana.
ndivyo anafanya katika siku za mwisho. Anatuma mashambulizi makali sana. Sasa watu wa kweli wamekubali kuongozwa na Yoshua wa kweli. Ukiongozwa na Yoshua wa kweli, Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu, Alfa na Omega wa